Hamjambo wanafunzi wapenzi na nyote mnaofuatilia kipindi hichi. Napenda kukaribisheni kwa wakati huu na popote mlipo katika muendelezo wa mada za Kiswahili. Karibuni. Hakikisha una kalamu na karatasi ili kunakili baadhi ya mambo tutakayojifunza leo. Mtakuwa nami Mwalimu Mohamed Saidi, mwalimu wa Kiswahili. Sasa leo hebu tusomeni mada nzuri ya uchambuzi wa kazi za fasihi andishi. Na mara baada ya kujifunza mada hii, nyinyi wanafunzi wa kidato cha 3 mtaweza kwanza kufafanua dhana ya uhakiki. Pili, kueleza misingi ya uhakiki. Nani anaweza kutuambia nini maana ya uhakiki? Uhakiki ni kitendo cha kuzichambua, kuzitathmini, kuainisha na kutoa maoni juu ya kazi fulani za fasihi. Sawa, Tuseme kwa pamoja? Uhakiki ni kitendo cha kuzichambua, kuzitathmini na kuainisha na kutoa maoni juu ya kazi fulani za fasihi. Tena, uhakiki ni kitendo cha kuzichambua, kuzitathmini, kuainisha na kutoa maoni juu ya kazi fulani za fasihi. Sawa, Haya, sasa leo kama ilivyo mada yetu, tutasoma njia na mbinu za kuhakiki kazi za fasihi andishi. Sawa, Kazi za fasihi andishi ni kama riwaya, tamthilia na ushairi. Nadhani mnazijua hizi. Naomba muangalie picha ifuatayo na kisha mseme mmeona nini. Picha hiyo. Mmeona nini hapa? Nini mlichokiona? Mayai. Nzuri sana. Ukitaka kula yai la kuchemsha unafanya nini? Tunamenya, Nzuri sana, tunamenya. Unalitoa ile magamba yale. Umeona hapo, Sasa unakula maganda au vile vya ndani? Bila shaka unakula vile vya ndani, Kwa hiyo yai lina maganda ya nje, ukiyatoa unapata cha ndani. Sawa, Sasa tunapohakiki kazi za fasihi tunatenga nini na nini? Yaani tunahakiki maeneo gani? Asma, tunahakiki maeneo gani? Tunahakiki fani. Tunahakiki fani na maudhui. Na maudhui, Nzuri sana. Tunapohakiki kazi za fasihi andishi au kazi yoyote ya kifasihi, tunahakiki fani na maudhui. Fani ndo nini kwani? Tunaposema fani. Najma, fani ndo nini? Fani. Nakumbuka kidato cha kwanza amesoma, Umbo la nje la fasihi. Nzuri sana. Anasema fani ni umbo la nje la fasihi. Na maudhui yatakuwaje? Mwisho huko, naona uko makini. Maudhui ndo nini? Umbo la ndani la fasihi. Nzuri sana. Kama kuna umbo la nje, basi kutakuwa na umbo la ndani la fasihi. Sawa, Sasa kama tulivyoona, yai lina magamba yaliyoficha vile vya ndani. Sawa, Sasa na kazi ya fasihi ni hivi hivi. Lipo umbo la nje linalovijenga vile vya ndani. Na katika fasihi tunasema kazi ya fasihi zinaundwa na fani ambao ni umbo la nje linalojenga maudhui ambalo ni umbo la ndani. Sawa, Umbo la ndani linapatikana baada ya kusoma kazi yako. Unasoma kazi yako ya fasihi yote, unapata umbo la ndani. Kwa kuendelea na mada yetu ya uhakiki wa kazi za fasihi andishi, sasa tuangalie tunatakiwa tufanye nini ili tunapohakiki kazi ya fasihi. Tunapohakiki kazi ya fasihi tunafanya nini? Kwa mfano, katika fani kuna vipengele muhimu vya kujadili katika kazi yako ya fasihi. Katika fani tunaangalia nini? Tunajadili nini?
tunapohakiki fani tunajadili kitu gani? Nini? Wahusika. Nzuri sana. Mwingine tunapojadili fani tunahakiki kitu gani? Kitu gani? Jina la kitabu. Nzuri sana. Tunahakiki jina la kitabu, jina la kazi hiyo. Kwa hiyo tunapohakiki fani katika kazi ya fasihi tunajadili vipengele vifuatavyo. Tuviangalie vipengele vifuatavyo. Yaani vipengele vya fani ni pamoja na jina la kazi hiyo, wahusika wanaoiunda hiyo kazi, mandhari, yaani eneo lililotumika kuwasilisha hiyo kazi, matumizi ya lugha, muundo na mtindo. Sawa? Tuanze na mtindo. Mtindo ni nini? Mtindo ni mbinu ya kipekee ya kifani na kimaudhui anayotumia mwandishi na zinazomtofautisha msanii mmoja na mwingine. Kwa hiyo kazi hii utatofautisha na kazi nyingine kutokana na mtindo anaotumia. Kwa pamoja tuseme, nini maana ya mtindo? Mtindo ni mbinu ya kipekee kifani na kimaudhui anazozitumia mwandishi na zinazomtofautisha msanii mmoja na mwingine. Kwa mfano, namna msanii anavyotumia lugha, alivyoteua msamiati wake, namna anavyosimulia hadithi yake, anaweza kutumia nafsi ya kwanza, ya pili au ya tatu. Kwa hiyo huo ni mtindo. Tukiangalia katika riwaya mnayoiona hapo, mnaiona riwaya hiyo inaitwa Barua Ndefu Kama Hii, iliyoandikwa na Mariam Ba. Ametumia mtindo wa barua ya kirafiki kuanzia mwanzo hadi mwisho wa riwaya yake. Hii pia inaonyesha mtindo wake ni wa kipekee. Kaja na mtindo wake wa kipekee kutumia barua. Au tukiangalia katika tamthilia maarufu ya Ngoswe. Nadhani nyote mnaijua familia ya Ngoswe, tamthilia ya Ngoswe. Inaonekana hapo mwandishi ametumia taswira ya mto kujenga matukio yake kuanzia mto mdogo ameanza hadi mto mkubwa jito. Kwa hiyo kaanza kijito kamalizia na jito. Na jito likageuka bahari. Kulingana na muendelezo wa hadithi yake, hivyo amejitofautisha na waandishi wengine. Kuna yoyote amewahi kusoma kitabu chochote? Kitabu chochote kile ambacho umesoma. Nani kawahi kusoma kitabu? Kitabu gani umewahi kusoma? Kilio Chetu. Anasema kasoma kitabu cha Kilio Chetu. Kikoje kitabu cha Kilio Chetu? Matukio yake yameweka katika mtindo gani? Uliposoma wewe. Yameweka katika mtindo gani? Yapo katika sura. Sawa. Sasa muundo utakuwaje? Juma hapo, tunaposema muundo katika kazi ya fasihi utakuwaje? Unasema kwa sauti? Kupanga sura. Kwa hiyo muundo ni mpangilio wa kiufundi anayotumia mwandishi katika kupangilia kazi yake. Turejee muundo kwa pamoja. Muundo ni mpangilio wa kiufundi anaotumia mwandishi katika kupangilia kazi yake. Sawa? Huo ndio muundo. Kwa mfano, kugawa sura au onesho katika kupanga visa na matukio anavyotaka kuviwasilisha kwa jamii au kwa hadhira yake. Kwa hiyo anapopanga vile visa na matukio, huo ni muundo. Zipo aina mbili za mpangilio wa matukio ambazo mtunzi wa kazi za fasihi anaweza kuchagua atumie mtindo upi katika kuwasilisha kazi yake. Kwa hiyo kazi yake atatumia mtindo gani, yeye mwenyewe ndio ataamua. Au atatumia muundo gani? Yeye mwenyewe ndio ataamua. Muundo wa kwanza ni muundo msago. Hii ni namna ambao mwandishi anatumia moja kwa moja matukio yake, yani kuanzia tukio la kwanza hadi la mwisho. Namna yanapotokea, au tunaweza kuita muundo wa moja kwa moja. Yani kisa kinaanza mwanzo hadi mwisho. Tupo pamoja?
Sasa kama kuna muundo wa moja kwa moja, muundo mwingine utakuwaje? Tuna muundo wa moja kwa moja tumesema. Muundo mwingine utakuwaje? Aisha, muundo mwingine utakuwaje? Tutakuwa na muundo gani mwingine? Unaojirejea. Nzuri sana. Anasema tutakuwa na muundo unaojirejea. Huu ni muundo rejeshi. Ni usimuliaji wa kurukaruka hatua yani. Yaani msimuliaji anaweza kuanza katikati, akaja mwisho na kumalizia na tukio la mwanzo katika kuandika kazi yake. Mfano, katika riwaya ya Zawadi ya Ushindi kama mnavyoiona hapo iliyoandikwa na Ben R. Mtobwa, ameanza mwisho wa tukio na hadithi ikaendelea kuelezea tukio hadi mwanzo wake. Kwa hiyo hadithi, tukio limeanza mwanzo alafu likaja mwisho. Tukio limeanza mwisho alafu likaja mwanzo ilipoendelea. Tunaendelea vipengele vya fani. Angalia picha unayoiona. Ni picha ya nini hapa? Yaani hiyo picha inaelezea nini? Watu watu wanafanya nini pale? Wanafanya nini wale watu pale? Wanaigiza. Nzuri sana. Kwa hiyo katika kazi ya fasihi hao ni nani? Tuambie ni nani hao katika kazi ya fasihi? Nyote? Nani hao? Wahusika. Nzuri sana. Tena wahusika. Nzuri sana. Sasa katika kazi ya fasihi andishi zile, kazi za fasihi andishi, wahusika ni watu au viumbe ambavyo mwandishi wa fasihi huwatumia ili kufanikisha ujumbe, ili kufikisha ujumbe kwa jamii husika. Wahusika ni nani kwa pamoja? Tuseme kwa pamoja wahusika. Wahusika ni watu au viumbe ambavyo mwandishi wa fasihi huwatumia ili kufanikisha ujumbe kwa jamii husika. Katika kazi ya fasihi, mwandishi huwagawa wahusika katika makundi mawili. Makundi makuu mawili. Yaani wahusika wakuu na wahusika wadogo. Wahusika wakuu ni wale ambao wanajitokeza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kazi ya fasihi. Sawa? Wahusika wadogo ni wale wote ambao wanajitokeza sehemu mbalimbali katika kazi ya fasihi na wanaweza kuondoka katika kazi hiyo. Yaani unaweza kumuondosha mhusika mdogo katika kazi ya fasihi na asijitokeze tena na wala usimuone tena. Mfano, mwanzoni mwa kitabu unaweza kuwaona na mwishoni wa kitabu au wa kazi hiyo fasihi usiwaone. Kutokana na tabia zao, wahusika hawa wawe ni wakuu au wadogo wanaweza kugawanyika katika makundi makuu matatu. Kama ifuatavyo. Tunawagawa wahusika kutokana na tabia zao. Kuna mhusika wa kwanza, huyu anakuwa mhusika mviringo. Ni mhusika ambaye anabadilika kitabia, kimawazo kulingana na hali halisi ya maisha. Kwa mfano, wanaweza kuanza kama watu wema, lakini hali ya maisha ikawabadilisha na kuwa watu wabaya. Au wanaweza kuanza kama watu wabaya na hali ya maisha ikawabadilisha na kuwa watu wema. Hao tunasema ni wahusika mviringo. Mhusika mwingine ni mhusika bapa. Ni mhusika ambaye habadiliki kulingana na hali halisi ya maisha. Yaani yeye unamuona hivyo hivyo muda wote. Mfano, kama ni mwema basi atakuwa mwema kuanzia mwanzo hadi mwisho wa hadithi. Na kama ni mbaya basi atakuwa mbaya kuanzia mwanzo wa hadithi hadi mwisho. Wahusika hawa ni wazuri katika jamii? Wahusika bapa ni wazuri katika jamii? Wazuri hawa? Kwa mfano tuna mhusika wetu ambaye habadiliki, na mtu wetu ambaye habadiliki. Wahusika bapa ni wazuri? Hawa ni wahusika ambao hawaoneshi uhalisia wa binadamu. Kwa hiyo si wahusika wazuri. Kwa sababu binadamu katika maisha anabadilika. Hawezi kuwa hivyo hivyo muda wote.
Yaani ukiwa mbaya ni mbaya mwanzo mpaka mwisho, si rahisi. Na mhusika mwingine wa tatu, huyu ni mhusika shinda. Tunasema ni mhusika shinda. Yuko katikati baina ya mhusika bapa na mhusika mviringo. Anaweza kubadilika kulingana na wakati na matukio, na anaweza kubaki alivyo. Yaani anaweza kubadilika au asibadilike. Inategemea na mazingira aliyokuwepo. Kwa hiyo tunasema ni mhusika shinda. Tukiangalia mchezo wa kuigiza. Mchezo huo unakuwa wapi? Yaani unaigizwa wapi? Yaani watu wanaigiza mchezo wa kuigiza maeneo gani? Nyuma huko tuambie, mchezo wa kuigiza tunaigiza wapi? Kwenye jukwaa. Nzuri sana. Anasema tunaigiza kwenye jukwaa. Au wapi? Tuambie hapo. Au tunaigiza wapi pengine? Maimuna. Tunaigiza wapi pengine mchezo wa kuigiza? Mitaani. Anasema mitaani. Nzuri sana. Sasa eneo ambalo kazi ya fasihi inafanyika tunaiita mandhari. Kwa hiyo mandhari ni sehemu ambayo matukio ya hadithi au masimulizi hutokea au huwekwa. Tunasema hayo ni mandhari. Mandhari huweza kuwa halisi kama vile barabarani, njiani, msituni, kijijini, mjini au ya kufikirika. Tunaweza kuwa na mandhari ya kufikirika kama vile kuzimu, mbinguni, peponi, giningi na kadhalika. Ambapo msanii huzitumia kuweka wahusika wake kwenye kazi yake ile fasihi. Sawa? Katika kipengele chengine cha fani ni matumizi ya lugha, ambapo lugha ndiyo nyenzo kubwa ya msanii katika kazi ya fasihi. Sawa? Miongoni mwa vipengele vya lugha ni tamathali za semi kama zifuatazo. Hizo tamathali za semi tunazozitaja hapo, kwa mfano, tuna tanakali sauti. Hii ni tamathali ya semi. Ni mbinu ya kutumia maneno yanayoiga sauti au hali fulani, namna kitendo kinavyofanyika. Kwa mfano, alinyatia ta ta ta, ni sauti inayoonyesha jinsi alivyonyatia. Kipengele chengine cha tamathali ya semi ni tashbiha. Tashbiha hii ni mbinu ya lugha inayolinganisha vitu au hali tofauti kwa kutumia maneno ya kulinganisha. Maneno kama, mithili ya, sawa na. Mfano, mwembamba kama sindano. Nyingine tamathali ya semi tunaweza kusema Hamza hapo. Tuambie tamathali nyingine ya semi. Mrefu kama mnazi. Nzuri sana. Anasema mrefu kama mnazi. Kamfananisha urefu wake ni kama ule mnazi. Mengine, mzuri kama malaika. Nzuri sana. Uzuri wake ni kama malaika. Tumefananisha. Tunaendelea na tamathali nyingine ya semi. Ni nini? Ni tashhisi. Hii ni mbinu ya kupatia kitu kisicho hai sifa ya kiumbe mwenye uhai au sifa za binadamu. Mfano, sungura aliposhindwa akasema, sizitaki mbichi hizi. Jua liliparamia ukuta na kuchungulia ndani. Mfano mwingine wa tashhisi nini? Shatoa zangu mbili mimi. Naomba na zenu. Mti ulilalamika kwa upepo uliovuma. Nzuri sana Aisha. Anasema mti ulilalamika kwa upepo uliovuma. Tukiendelea na tamathali nyingine ya semi ni takriri. Ni mbinu ya kurudia neno moja au kifungu cha maneno ili kusisitiza ujumbe fulani. Mfano, alikimbia hadi akashika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo neno alikimbia tumelirejea. Tamathali ya semi nyingine ni sitiari, ambayo ni mbinu ya kulinganisha vitu viwili moja kwa moja kwa kutumia kiungo ni. Kwa mfano, maisha ni mlima, Juma ni mwamba. Mfano mwingine nini? Dunia ni tambara bovu. Nzuri sana.
Nyingine, tamathali na semi nyingine ambayo tunaendelea nayo sasa ni taswira au matumizi mengine ya lugha. Haya ni matumizi mengine ya lugha ambayo tunatumia katika kazi ya fasihi. Taswira ni hali ya kujenga picha katika kitu fulani. Kwa mfano, unaweza kuelezea kitu, mtu akajenga picha ya kitu hicho kama kwamba anakiona. Mfano, mwandishi anaweza kutumia mnyama kuashiria mwanadamu mwenye tabia fulani. Kwa mfano, mwandishi anaweza kumtumia kinyonga, mnyama kama kinyonga, kuonesha binadamu wasio na msimamo, yaani wanaobadilika mara kwa mara, kwa sababu kinyonga anabadilika. Na ya mwisho ni matumizi ya chuku au kutia chumvi. Hii ni mbinu ya kutumia lugha. Ni matumizi ya maneno yaliyotiwa chumvi, yaani yaliyozidishwa uhalisia wake au maana halisi, ili kusisitiza ujumbe fulani au kusifia kitu. Mfano, nimekusubiri hapa mwaka mzima. Unamwambia mtu nimekusubiri hapa mwaka mzima. Ulimi aliutoa pima. Kwa hiyo ulimi huwezi kutoa pima. Kwa hiyo hapa umezidisha maneno. Vile vile katika matumizi ya lugha, mwandishi anaweza kutumia semi, ambapo ni fungu la maneno linapotumika kutoa maana nyingine badala ya ile halisi ambayo imekusudia au iliyozungumzwa. Semi hutumika kuficha ukali wa maneno au kupamba lugha ya mtunzi. Semi ni kama nahau, ambapo ni usemi unaotumia maneno ya kawaida kwa lengo la kufikisha maana iliyo tofauti na maana ya kawaida. Kwa mfano, mtu kidole, umemwaga unga. Nahau nyingine ni kama zipi? Mshawahi kusikia nahau? Amekula chumvi nyingi. Nzuri sana. Anasema amekula chumvi nyingi. Mwandishi vile vile anaweza kutumia misemo. Ni semi fupi fupi ambazo hutumiwa mara kwa mara kwa lengo la kuleta maana maalum. Mfano, mtu ni afya, maji ni uhai. Mwandishi anaweza kutumia methali vile vile, ambayo ni misemo ya hekima yenye maana inayofumbwa. Mhusika au mwandishi wa fasihi anaweza kutumia methali. Kabla ya kuendelea, naomba muangalie picha hii kwa makini. Mnaikumbuka Mnaikumbuka hii picha? Mmeona kinachotolewa ndani ni nini kile? Hamida, kile kinachotolewa kule ndani nini? Kwa kijiko Kinatolewa kwa kijiko. Kitu gani kile? Kiini cha yai. Nzuri sana. Anasema kile ni kiini cha yai. Kimepatikana baada ya kutolewa maganda ya nje. Sawa, yale maganda yametolewa, kikapatikana kile kiini cha ndani. Sasa hebu tuangalie lile umbo letu la ndani la kazi ya fasihi, ambalo ni sawa na kile kiini cha yai. Tulisema umbo la ndani la fasihi ni nini vile? Tumesema umbo la ndani la fasihi ni kitu gani? Unakumbuka? Msaidie. Maudhui. Anasema ni maudhui. Nzuri sana. Kwa hiyo katika kazi ya fasihi tutakuwa na fani na maudhui. Sawa. Maudhui ni nini? Maudhui katika kazi ya fasihi ni jumla ya mawazo yote yanayozungumzwa pamoja na mtazamo wa mwandishi juu ya mawazo hayo. Maudhui ni mawazo yote pamoja na mafunzo mbalimbali yanayomsukuma msanii hadi akatunga na kusanii kazi yake ya kifasihi. Kwa hiyo maudhui ni makusudio sasa ya mwandishi. Najua mmesoma kidato cha kwanza kule vipengele vya maudhui. Anasema vipengele vya maudhui ni dhamira. Chengine kipengele cha maudhui nini? Abdalla. Migogoro. Ndiyo, anasema migogoro ni kipengele cha maudhui. Chengine Mariamu hapa? Ujumbe. Ujumbe ni kipengele cha maudhui. Chengine msimamo. Mzuri sana. Na nini chengine? Mafunzo. Mafunzo. Nzuri sana. Nyingine ujumbe. Kumbe mnakumbuka. Dhamira ndo nini? Tunaposema dhamira, ndo kitu gani dhamira? Dhamira
hili ni wazo kuu au mawazo mbalimbali yanayojitokeza katika kazi ya fasihi. Sawa? Dhamira ni sehemu tu ya maudhui, na aghalabu dhamira kuu ndiyo hujenga kiini cha kazi ya fasihi. Dhamira zipo katika makundi mawili. Kuna dhamira kuu na dhamira ndogo ndogo. Na kama tulivyovitaja vipengele vya maudhui, sasa hebu tuvifafanue kimoja kimoja ili vipengele vya maudhui ambavyo tumevitaja. Tuanze na migogoro. Hii ni mivutano au misuguano mbalimbali katika kazi za fasihi. Migogoro inaweza kuwa kati ya wahusika, familia zao, matabaka yao, au hata katika nyadhifa mbalimbali. Hiyo ndio migogoro. Vile vile migogoro inaweza kuwa ya kiuchumi, kijamii, migogoro ya nafsi na migogoro ya kisiasa, ambayo hujitokeza katika mitazamo tofauti kulingana na mtiririko wa visa na matukio yanayojengwa na mwandishi yule. Kwa mwandishi anajenga migogoro yake kutokana na vile visa vyake anavyoviandika. Katika kazi yake ya fasihi, mgogoro hiyo inaweza kuibua dhamira mbalimbali. Katika kazi ya fasihi migogoro inaweza kuibua dhamira mbalimbali. Kipengele kingine cha maudhui ni ujumbe. Mwandishi anapoandika kazi yake huwa na ujumbe ambao hutaka ufike kwa jamii anayokusudia. Ujumbe katika kazi ya fasihi ni mafunzo mbalimbali ambayo hupatikana baada ya kusoma kazi ya fasihi. Kwa hiyo unapoisoma kazi yako ya fasihi ile unapata ujumbe fulani. Katika kazi ya fasihi dhamira kuu hubeba ujumbe wa msingi, na dhamira ndogo ndogo zile hubeba ujumbe ambao husaidia kuijenga au kuupa uzito zaidi ujumbe wa msingi. Yani kuupa uzito ile dhamira kuu. Yani mwandishi anaonyesha msimamo wake, falsafa yake juu ya kitu fulani katika maisha, na unaweza kupata msimamo wa mwandishi kwa kuzipitia kazi zake nyingi ili kujua msimamo wake juu ya kitu fulani. Mfano, mwandishi ana msimamo gani juu ya kupinga maovu katika jamii? Msimamo ndio huweza kumtofautisha msanii mmoja na mwingine. Kuhusu mazingira yanayofanana, yani wanaandika kazi katika mazingira yanayofanana lakini misimamo yao inatofautiana. Kwa mfano, katika tamthilia ya Pesa Zako Zinanuka, mwandishi ana msimamo wa kimapinduzi, kwani amejadili matatizo yanayochangia kukwama kwa ujenzi wa jamii mpya. Vile vile tunapohakiki kazi za fasihi tunaangalia mtazamo wa mwandishi ambao ni hisia au uelewa wa mwandishi juu ya jambo fulani. Yeye hilo jambo analiangaliaje? Kwa mfano, anaweza kutazama jambo fulani kwa mtazamo wa kidini, au anaweza kutazama jambo fulani kwa mtazamo mwingine, labda wa kisiasa au wa kisayansi. Sawa? Kwa hiyo ni mtazamo wake. Sasa hebu tuangalie mafunzo katika zile kazi. Mafunzo ni mawazo ya kuelimisha yanayopatikana katika dhamira mbalimbali za kazi ya fasihi. Msanii anaweza kutoa mafunzo katika kazi ya fasihi kwa kuonesha jamii madhara ya kitu fulani katika jamii. Anayefunza jamii kuondokana nacho kitu hicho. Yani kuna kitu fulani kina madhara, mwandishi anayefunza jamii iondokane nacho. Kazi za fasihi ni muhimu kuangalia kufaulu na kutokufaulu kwa mwandishi wa kazi hiyo. Katika kipengele cha fani na maudhui, naangalia mwandishi kafaulu au kufaulu kwa kiasi gani. Kufaulu au kutokufaulu kwa mwandishi kunategemea jinsi alivyoweka uwiano mzuri kati ya fani na maudhui, kwa namna ambayo inaleta uhalisia. Kwa mfano, endapo msanii atakuwa na mhusika ambaye ndo kwanza anajifunza Kiswahili, lakini akawa anazungumza Kiswahili kilichojaa misemo na nahau,
halafu kimenyooka kama mtu wa pwani, itakuwa vigumu kusema amefaulu kifani, kwani hakuna uwiano mzuri kati ya mhusika mwenyewe na lugha anayoitumia. Kwa hiyo msanii pale hakufaulu kifani. Mtu anayeanza kujifunza Kiswahili ni tofauti kabisa na mtu anayekijua Kiswahili kama ndio lugha yake mama au ndio lugha yake ya kwanza. Sawa? Naomba toa karatasi na kalamu kufanya zoezi lifuatalo. Chukua kitabu cha Malenga Wapya. Soma shairi la Wasodhambi, kisha hakiki fani ya shairi hilo katika vipengele vifuatavyo. Matumizi ya lugha, kipengele cha kwanza hicho. Muundo wake, kipengele cha pili. Mwandishi anaiambia nini jamii juu ya shairi hilo? Mwandishi anayekusudia nini jamii kuiambia juu ya shairi hilo? Mwandishi amefanikiwa katika kutoa ujumbe kwa shairi, yaani mwandishi amefanikiwa katika kutoa ujumbe kwa jamii katika shairi hilo. Haya, jibu maswali hayo kisha mpelekee mwalimu wako wa Kiswahili akusahihishie, na kutakieni utazamaji mzuri wa vipindi vijavyo. Asanteni na kwaherini.